Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kutoa kodi ya kupata jambo moja tu la msingi ambalo ni tabia iliyokuwa nzuri, husnul khulqi, tabia iliyokuwa nzuri. Watu wengi hawana tabia iliyokuwa nzuri, na sio kwamba wote waliokuwa hawana tabia iliyokuwa nzuri kwamba hawahitaji, ila anashindwa tu kujua namna gani nifanye ili basi na mimi nionekane ni miongoni mwa watu wenye husnul khulqi, wenye tabia iliyokuwa nzuri. Mimi leo nimekuja kutoa kodi namna gani ya kupata husnul khulqi. Kodi ni vitu vitatu tu, kama utashikamana navyo vitu hivyo vitatu, basi vitu hivyo ukishikamana navyo, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa watu waliopata husnul khulqi, na mimi nitavieleza hapa kwa uwazi kabisa. Anasema husnul khulqi fi thalathi, tabia nzuri hupatikana kwenye vitu vitatu tu. Ukihitaji kuwa na tabia nzuri, basi itafutie kwenye vitu vitatu. Jambo la kwanza anasema ijtinabil maharim, jiepushe na mambo yote ya haramu. Huwezi kuhesabika kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri hali ya kuwa mambo yako yote unayoyafanya ni ya haramu. Utafutaji wako ni wa haramu, ulaji wako wewe ni wa haramu, ukaaji wako ni wa haramu, uvaaji wako ni wa haramu. Kwa huwezi ukahesabika kuwa ni mtu mwenye nini, mwenye husnul khulqi. Kwa jambo la kwanza ijtinabil maharimi, jiepushe na mambo yote ya haramu. Akasema jambo la pili, ili kuwa ni miongoni mwa watu wenye kupata husnul khulqi, jambo la pili anasema wa talbil halali, tafuta yaliyokuwa ya halali, tafuta riziki zako kwa njia ya halali, tafuta malazi yako kwa njia iliyokuwa ya halali, tafuta riziki zako kwa njia ya halali. Akasema jambo la tatu, na ndio jambo la msingi sana ambalo huwa linawashinda watu wengi, akasema watawassu'u ala al-iyali, wakunjulie mkono familia yako, wahudumie familia yako. Huwezi kuhesabika ndugu yangu kuwa ni miongoni mwa watu wenye husnul khulqi aliyakuwa ukipata milioni moja yako, ukipata milioni tatu yako, unawaona ndugu zako ndo kama wachawi, ndugu zako ndo kama wataweza kufanyaje kukufilisi. Kwa lazima ili uhesabike kuwa ni mtu mwenye husnul khulqi, lazima uishi na ndugu vizuri. Unachokipata basi wagawie ndugu. Ndugu zangu, kama tutashikamana na mambo hayo matatu, basi utakuwa ni mtu miongoni mwa watu waliofanyaje, waliopata husnul khulqi, waliopata tabia nzuri. Na insha Allah kama utafuatilia hayo, utayatilia mkazo hayo, insha Allah utakuwa ni miongoni mwa watu wenye husnul khulqi. Asanteni.